Haleluya, Bwana apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha mtu wa Mungu. Kama ni mara yako ya kwanza kuwepo mahali hapa, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili upate kujifunza maneno matakatifu ya Mungu mengi yatakayokuwa nakuja katika siku za mbeleni. Bwana ametupa neema, Bwana ametupa kibali siku nyingine tena hii tupate kujifunza maneno yake ya uzima. Na Mungu ni mwaminifu sana, Mungu ni wa rehema na wafadhili nyingi. Ametupa ufunuo wa kipekee ambao utakwenda kubadilisha maisha yetu, ufunuo ambao utakwenda kutupeleka hatua nyingine kiutukufu. Na somo letu linakwenda na jina linalosema tunabadilishwa utukufu hata utukufu. Tunabadilishwa utukufu hata utukufu. Mtu wa Mungu, ninakualika uungane pamoja nami katika tafakari ya neno la Mungu. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutakwenda kuyatafakari kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, na ninaamini katika jina la Yesu kuna ufunuo ambao utakwenda kuupokea, ufunuo ambao utakusaidia kubadilishwa utukufu ulio nao kwenda utukufu mwingine. Kwa mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini, ungana pamoja nami. Roho Mtakatifu kuna kitu amekiandaa kukusaidia wewe ambaye una shauku ya kupanda kiutukufu, wewe ambaye unatamani maisha yako yabadilike kwenda utukufu mwingine. Ufunuo ni wa kuusikiliza, maana Roho Mtakatifu ameandaa kitu ambacho kitakusaidia. Ameandaa majibu ya maswali yako ambayo yatakupa njia, yatakupa namna ya kuelekea utukufu mwingine katika maisha yako. Kama nilivyotangulia kusema, somo letu kwa siku ya leo, tafakari yetu kwa siku ya leo inakwenda na jina linalosema tunabadilishwa utukufu hata utukufu. Mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua kwamba Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa utukufu, na kama Mungu wa utukufu anatamani na ana makusudi sisi kama tuliomwamini, sisi kama watoto wake tuweze pia kupanda kiutukufu kile chapo leo, tuweze kubadilishwa kiwango kimoja cha utukufu kwenda kiwango chengine. Mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua kwamba ni shauku ya Mungu mwenyewe, ni makusudi ya Mungu mwenyewe apate kukubadilisha toka kiwango kimoja cha utukufu kwenda kiwango chengine. Na ni vyema ukatambua, mtu wa Mungu, kwenye Biblia inajaribu kutuelezea kwa baadhi ya viwango mbalimbali vya utukufu. Biblia inajaribu kutuelezea katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa 18, anasema lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo. Alafu angalia anachosema, toka utukufu hata utukufu. Umeona kitu ambacho anasema, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua Biblia imeelezea kwa baadhi ya viwango vya utukufu. Kuna kiwango kimoja cha utukufu na kuna kiwango cha pili cha utukufu. Kuna kiwango A cha utukufu na kuna kiwango B cha utukufu. Sasa ni vyema ukatambua Mungu anavyokutazama, anatazamia akuone kila itwapo leo unapanda viwango vya utukufu. Na maanisha nini? Ya kwamba utukufu uliokuwa nao siku ile umempokea Yesu, maana siku ulipompokea Yesu kuna utukufu ambao uliingia ndani ya maisha yako, kuna kiwango fulani cha utukufu kilianza kuingia katika maisha yako. Lakini Mungu anatamani kwamba kadri unavyozidi kukua katika imani, ndivyo utukufu wako pia unazidi kukua. Kadri miaka yako ya wokovu inavyozidi kuongezeka, ndivyo utukufu wake unazidi kuongezeka kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, ni vyema ukalielewa hili. Lakini pia Biblia inatuambia mahali pengine katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 41, neno la Mungu linasema kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kwa Biblia inajaribu kutuelezea kwa habari ya fahari ama utukufu. Anasema kuna utukufu wa jua, kuna utukufu wa mwezi, alafu kuna utukufu wa nyota, akijaribu kuonyesha kwamba kuna utofauti kati ya utukufu. Ndio maana ukiangalia nyota ina utukufu wake, ukiutazama mwezi una utukufu wake, ukilitazama jua ina utukufu wake. Inajaribu kutueleza nini? Ya kwamba kuna tofauti kati ya fahari, kuna tofauti kati ya utukufu na utukufu mwingine. Kwa hiyo yawezekana upo kiwango fulani cha utukufu, ni vyema ukatambua, mtu wa Mungu, na kiwango cha utukufu wa jua, kuna kiwango cha utukufu wa mwezi, kuna kiwango cha utukufu wa nyota. Sasa inawezekana unanisikiliza, mtu wa Mungu, maisha yako yapo katika kiwango fulani, yawezekana hayajafika katika kiwango cha jua. Ndio maana ni muhimu ukasikiliza kanuni zitakazokusaidia ili uweze kupanda viwango vya utukufu, toka kiwango cha utukufu wa nyota hata fika kiwango cha utukufu wa jua. Sasa mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua kuna kanuni kadhaa za kibiblia ambazo ukizijua ukaziishi na kuzifanya sehemu ya maisha yako, utaanza kupanda viwango vyako vya utukufu. Hizi ni kanuni ambazo binafsi nimezitumia na nimeona Mungu akiyapandisha maisha yangu kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Kwa hiyo hakikisha unanisikiza kwa makini, maana usipojua hizi kanuni, usipozizingatia, usipoziishi ukazifanya sehemu ya maisha yako, ni ngumu sana wewe kupanda viwango vya utukufu. Utabakia katika kiwango hicho kwa muda mrefu na utashangaa kwa nini. Sasa kanuni ya kwanza ya muhimu sana ambayo itakusaidia kukubadilisha utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine ni kanuni ya utakatifu na kujitakasa. Kanuni ya utakatifu na kujitakasa. Mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua utukufu wa Mungu haukai kila mahali. Utukufu wa Mungu unakaa mahali palipo patakatifu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba yeye anaketi mahali patakatifu huko juu mbinguni. Anamaanisha nini? Ya kwamba utukufu wake unakaa katika mahali patakatifu. Utukufu wake, uwepo wake, nguvu zake zinakaa katika mahali patakatifu. Kwa hiyo hauwezi ukapanda viwango vya utukufu wa Mungu kwenye maisha yako kama maisha yako yamejawa na dhambi, kama maisha yako yamejawa na uovu, kama maisha yako yamejawa na makosa. Ni vyema
ukajifunza, mtu wa Mungu, kuishi maisha ya utakatifu, kuishi maisha ya kujitakasa, maana ni katika kujitakasa na utakatifu ndipo unauvuta utukufu wa Mungu kujilia kwenye maisha yako. Utukufu wa Mungu huwa uendi mahali penye dhambi. Utukufu wa Mungu unashuka kwa mtakatifu aliyejitenga, mtakatifu aliyejitoa kuwa msafi mbele za Mungu. Kufua kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 21, Biblia inasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua kuna kutakaswa na Bwana, lakini pia kuna kitu kinaitwa kujitakasa. Kutakaswa na Bwana ni ile kazi aliyoifanya pale msalabani, alituosha, alitusafisha kwa damu yake ya thamani. Ila kujitakasa ni kitu cha kwako wewe, hilo ni jukumu lako wewe, mtu wa Mungu, ni jukumu lako wewe kujitenga na uovu. Kwa maana ninavyosema kujitakasa, na maanisha ni uwezo ambao uko ndani yako, uwezo uko ndani yako wa kujitenga na uovu. Ni kweli Yesu anaweza kukutakasa, lakini kama hujajitenga na uovu, kama hujaamua kutokea ndani kuishi maisha matakatifu, ni ngumu sana kuona utukufu wake kwenye maisha yako. Ndio maana unaweza ukashangaa, mbona mimi nimeokoka, mbona mimi nimemwamini Yesu, lakini mbona sioni viwango vyovyote vya utukufu kwenye maisha yangu, sioni uwepo wa Mungu, sioni nguvu za Mungu kwenye maisha yangu. Ni kwa nini? Wewe angalia maisha yako unavyoishi. Kama kuna uwepo wa dhambi yoyote, kama kuna uwepo wa uovu wote ambao unaokumbatia kwenye maisha yako, kuna aina fulani ya uraibu, kuna aina fulani ya maisha ambayo hayamtukuzi Mungu, unaendelea kuyaishi, utukufu wa Bwana hautakukaribia, mtu wa Mungu. Ndio maana ni vyema na ni muhimu ukatambua kanuni hii ya utakatifu, maana watakatifu ndio ambao wanavikwa utukufu wa Mungu. Watakatifu ndio ambao wanapata ruhusa ya kupanda viwango vya utukufu. Watu waliojitenga na uovu, watu waliojitenga na nasa za dunia hii, watu waliojitenga na tamaa za dunia hii, hao ndio watu ambao Biblia inasema wanakuwa vyombo vya heshima, vyombo vya kubeba utukufu wa Mungu katika siku za mwisho. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akupe neema ya kuishi maisha matakatifu, akupe uwezo wa kuishinda dhambi, akupe uwezo wa kuishinda dunia, akupe uwezo wa kushinda tamaa, ili uwe chombo cha heshima kitakachobeba utukufu wa Mungu, chombo cha heshima ambacho Mungu atakizidishia utukufu wake, na utakuwa baraka katika kizazi chako, na utakuwa una mguso katika watu wanaokuzunguka, katika damu na katika jina la Yesu, amen. Yes, tuende kanuni ya pili. Kanuni ya pili ambayo itakupandisha kiutukufu ni maombi na faraga binafsi. Maombi na faraga binafsi. Ni vyema ukatambua nafasi ya maombi katika kukupandisha viwango vya utukufu. Hauwezi ukapanda viwango vya utukufu kama utayadharau maisha ya maombi. Hauwezi ukapanda viwango vya utukufu kama utadharau maisha ya faraga. Ndio maana waliotambua siri ya maombi na faraga ni watu ambao walipanda viwango vyao vya kiutukufu. Wewe angalia maisha ya watu ambao waliyaweka maombi mbele, walitanguliza maisha ya faraga mbele. Angalia maisha yao. Ni lazima utakutana na utukufu wa Mungu kwenye maisha yao. Ni lazima utakutana na utukufu wa Mungu umefunika maisha yao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu maombi na faraga za kibinafsi zina kawaida ya kuvuta utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Mtu ambaye ameweka bidii katika maombi, mtu ambaye ameweka bidii katika faraga binafsi na Mungu, faraga binafsi na Mungu, ni mtu ambaye anapanda viwango vya utukufu. Ni mtu ambaye anavuta utukufu wa Mungu kwenye maisha yake. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Luka sura ya 9 ule mstari wa 28. Luka sura ya 9 ule mstari wa 28. Maandiko yanasema, baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Zingatia, mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka. Maandiko yanasema ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Hii ni utukufu. Biblia inajaribu kutuelezea utukufu ambao ulimshukia Yesu wakati anaomba. Anasema uso wake uligeuka kuwa uso mwingine, mavazi yake yakageuzwa yakawa meupe yakimetameta kama jua. Alafu anasema mstari wa 30, na tazama watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Mstari wa 31 anasemaje? Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Nimekusomea habari kukuonyesha jambo moja la muhimu sana la maombi. Yesu anawachukua Petro, Yohana na Yakobo, anapanda nao mlimani kwenye faraga binafsi ya kimaombi, na wakati anaomba Biblia inatuambia kwamba sura ya uso wake iligeuka. Kwa hiyo kumbe katika maombi kuna mgeuko, kumbe katika maombi kuna badiliko la utukufu. Anasema wakati anaomba utukufu ukageuzwa kwenye maisha yake, akapanda viwango vingine vya utukufu. Maandiko yanasema mavazi yake yakawa meupe yaking'aa yakimeta. Mahali pengine Biblia inatuambia kwamba yalikuwa kama jua. Alafu anasema ghafla wakatokea Elia na Musa katika utukufu. Kwa hiyo inamaanisha Yesu wakati amewachukua Petro, Yohana na Yakobo waende kuomba mlimani, alikuwa anajaribu kuwaonyesha ya kwamba kanuni ya kupanda kiutukufu ni hii hapa ninayoifanya, ni maombi. Wakati anaomba maandiko yanatuambia kwamba akaingia katika ulimwengu wa utukufu, ulimwengu ambao alipata kuwaona wakina Musa na Elia. Ulikuwa ni ulimwengu mwingine. Kwa mtu wa Mungu ni vyema ukatambua maombi kwenye maisha yako yatakubadilisha kiutukufu. Maombi kwenye maisha yako yatakupandisha kiutukufu. Ndio maana Yesu hakuenda mwenyewe mlimani, alitaka Petro, Yohana na Yakobo wajifunze, waijue hiyo kanuni ya maombi kama kupandisha viwango vya utukufu. Lakini sio hapo tu. Kwa kitabu kile cha Kutoka sura 34 ule mstari wa 29, Kutoka 34 mstari wa 29, maneno Mungu anatuambia hata ikawa Musa aliposhuka katika
mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilizokuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Kusomea habari za Musa wakati amepanda katika mlima Sinai. Amepanda siku 40 binafsi, yuko yeye na Mungu, anaomba na utafuta uso wa Mungu, anamlilia Mungu. Maandiko yanasema baada ya siku 40 kukamilika, aliposhuka kutoka mlimani, maandiko yanatuambia kwamba alishuka na utukufu mwingine. Anasema ngozi ya uso wake iling'aa kiasi cha kwamba maandiko yanasema alikuwa akijifunika kitambaa, akijifunika ule utaji, ili maana utukufu ulikuwa mwingi mpaka wana wa Israeli, maandiko yanasema kwamba walikuwa wanaogopa kumkaribia. Ni nini nakuonyesha mtu wa Mungu? Ni kwamba maombi na faragha binafsi zina kawaida ya kukupandisha kiutukufu. Unatamani maisha yako yajawe na utukufu wa Mungu, hauna budi kuipa nafasi maombi, hauna budi kuyapa nafasi maisha ya maombi na maisha ya faragha. Tenga muda wa kutosha wa maombi, tenga muda wa kutosha wa faragha yako binafsi na Mungu. The more unavokaa karibu na Mungu, the more unavodumu katika maombi, ndivyo the more utukufu wako unazidi kuathiri maisha yako. The more utukufu wako unazidi kubadilisha maisha yako. Na kuombea neema ya kudumu katika magotini, na kuombea neema ya kudumu katika faragha na maombi pasiri, mahali pasiri, katika jina na katika damu ya Yesu. Bwana akupe neema hiyo, usije ukaondoka katika mahali pasiri, usije ukaondoka katika madhabahu ya maombi, maana katika hilo eneo ndipo utukufu wako utapandishwa katika jina la Yesu. Twende tumalizia jambo la tatu ambalo litakupandisha kiutukufu. Kanuni ya tatu ya muhimu na ya kipekee ambayo itakusaidia kupanda kiutukufu, itakusaidia kutoka kiwango kimoja cha utukufu kwenda kiwango kingine, ni wewe kudumu katika kumtazama Yesu aliye mfalme wa utukufu. Korinto wa pili sura 3 mstari wa 18 anasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua chochote unachokitazama huwa kina kawaida ya kukubadilisha. Chochote unachokitazama huwa na kawaida ya kuwa kama hicho kitu. Ndio maana wewe angalia vitu vingi unavyovitazama huwa unafanana navyo. Ukitazama dunia, automatically utakuwa mtu wa kidunia. Ukitazama mambo yasiyofaa, automatically kile kitu kitakuingia ndani yako na utaanza kuishi maisha yasiyofaa. Lakini unapojifunza kumtazama Yesu, kwa kuwa Yesu ni mfalme wa utukufu, unapomtazama, kadri unavyozidi kukaza kumtazama Yesu, ndivyo ule utukufu wake unaingia kwenye maisha yako. Ndio maana nasema tunabadilishwa tufanane na mfano ule. Kwa hiyo kadri unavyomtazama Yesu na utukufu alionao, ndivyo baada ya muda tutakukuta na wewe utukufu alionao Yesu upo juu ya maisha yako. Watu wengi hawaelewi hili. Ndio maana Biblia inajaribu kutuelezea kwamba focus yetu kama waamini, mtazamo wetu kama waamini unapaswa kuwa kwa Kristo peke yake. Waebrania sura 12 mstari wa 2 anasema tena, tukimtazama Yesu mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Biblia inaendelea kutupa msisitizo kwa habari ya kumtazama Yesu. Kwa nini? Kwa sababu inajua tunapomtazama Yesu, kwa kadiri tunavyomtazama Yesu, ndivyo tunavyobadilishwa kufanana na Yesu. Watu wengi leo hawajapanda viwango vya utukufu kwa sababu hawajakaa vya kutosha kumtazama Yesu, hawajatenga muda wa kutosha kumtafakari Yesu ambaye ni siri ya Mungu. Lakini utakapojifunza, mtu wa Mungu, kutenga muda wa kutosha wa kutaka kumtazama Yesu kwa bidii yote, baada ya muda utukufu alionao Yesu utakuja kwenye maisha yako, ndio utaingia kwenye maisha yako. Sasa inawezekana unajiuliza, mtu wa Mungu, na mtazamaje sasa huyu Yesu? Njia pekee, njia rahisi ya kumtazama Yesu, mtu wa Mungu, ni kwenye neno. Neno la Mungu ndio kioo cha utukufu wa Yesu. Unapolitazama neno la Mungu, unapojifunza, mtu wa Mungu, kuyatoa maisha yako kwenye neno, ukawa ni mtu wa neno kuanzia asubuhi, kuanzia mchana mpaka jioni, baada ya muda fulani utashangaa kuna vitu vinabadilika. Baada ya muda fulani utashangaa kuna hatua fulani unakwenda. Baada ya muda fulani utashangaa kuna mambo fulani yamebadilika. Ni lazima ujifunze, ni lazima ufanye hivyo. Ukifanya hivyo utaanza kuona kuna vitu vinabadilika kwenye maisha yako. Ukifanya hivyo utaanza kuona kuna hatua zinakuja mpya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni vyema ukatambua hilo. Baba akubariki, Yesu akutunze, Yesu akuhifadhi katika pendo lake, katika neema yake iliyokuu. Nakuombea katika jina la Yesu. Bwana akupandishe viwango vya utukufu. Viwango vyake vya utukufu kwenye maisha yako vikazidishwe maradufu. Utukufu kwenye biashara, utukufu kwenye masomo, utukufu kwenye kazi, utukufu kwenye ndoa yako, utukufu kwenye familia yako, utukufu kwenye kila unachokifanya. Bwana akakuzidisha na kukupandisha katika jina la Yesu. Utukufu wake ukawe dhahiri juu ya maisha yako, na wote wanaokuzunguka wakauone utukufu wa Bwana juu ya maisha yako, nao wakakukimbilie, nao wakujilie, sawa na Isaya sura ya 60 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Bwana akutunze, Bwana akuhifadhi. Amen.